Dini zote mbili ziko katika msimu wa mfungo, nikimaanisha Waislamu wakifunga Ramadhani, lakini pia Wakristo wakifunga Kwaresma duniani kote. Sasa ni kujuze tofauti kati ya Ramadhani pamoja na mfungo wa Kwaresma. Kwaresma huchukua siku 40 kuanzia Jumatano majivu na kuishia Jumapili ya Pasaka. Wakristo hawafungi siku za Jumapili. Kwa upande mwingine, Ramadhani hudumu mwezi mmoja na wa mwandamo. Kwa hivyo ni siku 29 au 30 kulingana na kalenda ya miezi ya Kiislamu. Ingawa dini zote mbili zinahusisha kufunga, ufungaji wao unatofautiana. Kufunga katika mwezi wa Ramadhani ni nguzo ya 4 kati ya nguzo 5 za Uislamu ambazo zinaunda msingi wa jinsi Waislamu wanavyopaswa kuishi maisha yao wakati wa Ramadhani. Nguzo nyingine ni kukiri Mungu ni mmoja, kusali mara 5 kwa siku, kutoa zaka kwa mwenye uwezo na kuhiji katika miji mtakatifu wa Maka angalau mara moja katika maisha. Waislamu hula chakula cha mwisho kabla jua kuchomoza kinachoitwa daku. Wakati wa mchana hawataki kula au kunywa chochote au kuvuta sigara au tumbaku au kufanya maasi yoyote, pamoja na kuzuiwa kunywa maji au kufanya ngono. Wanafungua somu yao kwa mlo wa jioni unaoitwa iftari. Hata hivyo, baadhi ya Waislamu wamesamehewa kufunga, mfano wanawake wajawazito au wale ambao wananyonyesha, wanawake walio katika hedhi. Pia kuna wagonjwa au ambao afya zao zinaweza kuathiriwa na kufunga, na watu wanaosafiri. Wanatakiwa kulipa funga zao au kulisha maskini wakati wa Kwaresma. Wakristo wanatakiwa ama wanaitwa kufanya toba, ambayo msingi wake ni kufunga na kujizuia kufanya ubaya wote. Kufunga ni lazima tu kwa waumini siku ya Jumatano majivu na Ijumaa Kuu. Wanaofunga wanaruhusiwa kula mlo mmoja kwa siku. Misimu hii miwili huja tofauti, lakini kwa kipindi hiki imekuja kwa wakati mmoja, wakiwa tofautiana siku moja tu, na hivyo dini zote mbili zinatekeleza ibada hizi takatifu. Kwa Waislamu kwao ni lazima, kwa sababu ni sehemu ambayo Mtume Muhammad aliweza kutimiza. Lakini pia kwa Kristo nao wanaamini kuna baadhi ya manabii ama mitume waliweza kushiriki katika kufunga Kwaresma, lakini si kwa Wakristo tu ambao wanafunga Kwaresma, bali kwa Waislamu ambao wanafunga Ramadhani na kuweza kutimiza matakwa matakatifu ya Mwenyezi Mungu, kuacha maasi, kuacha madhambi, kujitoa, kujinyima, kufanya ibada. Unaambiwa hakuna funga ambayo inaenda vizuri bila ibada. Funga bila ibada ni sawa na kazi bure. Niwatakie Wakristo wote Kwaresma njema pamoja na Waislamu Ramadhani njema. Tuishi katika yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza, tuyaache, na tuishi yale ambayo Mwenyezi Mungu anatamani tuyafanye. Kwaresma njema, Ramadhani njema. Mimi ni Sam Baby na hii ni 69 Media.